Hatimaye Daktari Samia atoa kauli. Mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka wananchi wa Bunda kutafakari kabla ya kufanya maamuzi ya kisiasa, huku akisisitiza kwamba uongozi wa nchi unahitaji uzoefu na uwezo wa kusimamia maslahi ya wananchi. Akizungumza katika mkutano wa kampeni uliofanyika katika viwanja vya Bunda mkoani Mara, Daktari Samia Suluhu Hassan amesema uendeshaji wa nchi hakuna majaribio. Hivyo muhimu wananchi kuendelea kuamini Chama cha Mapinduzi CCM chenye uzoefu wa kuongoza serikali. Daktari Samia ameendelea kusema kuwa, nataka niwaambie jambo moja kwamba katika uendeshaji wa nchi hakuna majaribio. Unampa mtu nchi yule unayemwamini, ataiendesha vyema na maslahi ya wananchi yatapatikana. Ukiangalia kwetu Tanzania, chama ambacho kweli kitafanya kazi na maslahi ya wananchi kupatikana ni Chama cha Mapinduzi CCM pekee yake. Wengine bado mkiwapa wengine serikali au jimbo wanakwenda kuwafuja, kuwapotezea muda, kwa sababu wakiingia kwanza ni kujifunza. Lakini ukimpa jimbo asiye Chama cha Mapinduzi, anakwenda kuongea na nani? Amesema Daktari Samia Suluhu Hassan. Ameendelea kusema kuwa bado anaendelea na kampeni za Chama cha Mapinduzi CCM katika mikoa ya Kandazi, ambapo ni zamu ya wananchi wa mkoa wa Mara kusikiliza sera na adili za mgombea huyo. Ni taarifa kutoka huko Mara. Hatimaye mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka wananchi wa Bunda kutafakari kabla ya kufanya maamuzi ya kisiasa, huku akisisitiza kwamba uongozi wa nchi unahitaji uzoefu na uwezo wa kusimamia maslahi ya wananchi. Hatimaye shauri la Peter Kibatala kusikilizwa Oktoba 15. Mahakama Kuu Masijala ndogo ya Dar es Salaam imepanga Oktoba 15 mwaka 2025 kuanza kusikiliza shauri lililofunguliwa na wakili Peter Kibatala kwa niaba ya familia na kuiomba mahakama itoe amri kwa mamlaka kumfikisha mahakamani Humphrey Polepole. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari mahakamani hapo, wakili Peter Kibatala amesema inaonekana ni busara pande zote mbili zipate nafasi ya kushiriki vyema katika kesi hiyo, ikiwa ni pamoja na kuwasilisha nyaraka zote muhimu. Maombi tuliyowasilisha yatasikilizwa mbele ya Jaji Salima Magimbi Oktoba 15, na hapa katikati sisi tumeomba kuwasilisha kiapo cha nyongeza kwa sababu kwenye jambo la aina hii taarifa inazidi kupata muda unavyozidi kwenda. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye Mahakama Kuu Masijala ndogo ya Dar es Salaam imepanga Oktoba 15 mwaka 2025 kuanza kusikiliza shauri lililofunguliwa na wakili Peter Kibatala kwa niaba ya familia na kuomba mahakama itoe amri kwa mamlaka kumfikisha mahakamani hapo Humphrey Polepole. Imepo Christian Makonda atoa kauli bungeni, nitapiga spana. Mgombea ubunge wa jimbo la Arusha mjini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Christian Makonda amesema endapo atashinda na kuwa mbunge hatokaa kimya na kupongeza kila jambo, bali atazungumza kwa hoja ili kuhakikisha maendeleo yanapatikana kwa niaba ya taifa zima. Christian Makonda amesema hayo wakati akiongea na wananchi wa mitaa ya Nyamikoma, Lamadi mkoani Simiyu, akiwa njiani kuelekea Msoma katika muendelezo wa kumwombea kula mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye anafanya mkutano wa kampeni huko Msoma. Christian Makonda amesema, ukiwa na amani na utulivu, mimi nikienda bungeni, kazi nitakayoifanya nitaleta matunda mpaka huku. Ukiwa na vurugu, wanasema unaona mpaka kwao, kama vurugu inapoteza heshima, naomba tulinde amani na utulivu. Ni taarifa kutoka huko Msoma. Hatimaye mgombea ubunge wa Arusha mjini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Christian Makonda amesema endapo atashinda na kuwa mbunge hatokaa kimya na kupongeza kila jambo, bali atazungumza kwa hoja ili kuhakikisha maendeleo yanapatikana kwa niaba ya taifa zima. Kesi ya Tundu Lissu shahidi kuendelea kuhojiwa. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu amerudishwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania Masijala ndogo ya Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na ushahidi katika kesi ya uhaini inayomkabili.
Upande wa jamhuri unatarajiwa kumhoji maswali ya kusawazisha dodoso kwa shahidi ambaye ni naibu mkuu wa upelelezi kanda maalum ya Dar es Salaam, kamishna msaidizi wa polisi ACP George Bagiem. Hatua hiyo ilifikiwa baada ya Tundu Antipas Lissu kuhitimisha maswali yake ya dodoso kwa Begum mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Darcy Ndunguru akisaidiana na Jaji James Kalaemaya na Ferdinand Kiwonde. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara Tundu Antipas Lissu amerudishwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na ushahidi katika kesi ya uhaini inayomkabili. Na hatimaye wakili Peter Kibatala atoa kauli kutekwa kwa Humphrey Polepole. Kesi ya maombi ya dharura yenye nambari 24511 ya mwaka 2025 iliyofunguliwa na wakili Peter Kibatala dhidi ya mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP na wenzake wanne imesikilizwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam, ambapo kesi hiyo imekuja kufuatia madai ya kutekwa kwa mwanasiasa Humphrey Polepole. Pamoja na mambo mengine katika vihirisho lake mahakamani hapo, wakili Peter Kibatala ameiomba mahakama kutoa amri haraka ili wajibu maombi wamlete mahakamani Humphrey Polepole hii wakati wanasubiri kusikiliza hoja za pande zote mbili. Akijibu hoja hiyo, wakili wa serikali mwandamizi Faraja Nguka ameieleza mahakama kuwa maombi hayo hayaelezeki kwa kuwa yapo kilichowasilishwa mahakamani hapo, na wakili mleta maombi Peter Kibatala akijaonyesha wazi ni nani hasa ambaye amemshikilia Humphrey Polepole. Lakini pia wameendelea kusema kuwa kupitia kiapo hicho wakili anakiri kwamba mteja wake amechukuliwa na watu wanaojulikana kwa kwamba hadi sasa wanajiita wajulikana. Sambamba na hilo, wakili wa serikali mwandamizi Faraja Nguka ameieleza mahakama kuwa kupitia kiapo hicho wakili Peter Kibatala amedai kuwa ana mashaka kwamba mleta maombi alishikiliwa na mujibu wa maombi namba 5 katika kesi hiyo, ambaye ni kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam ZPC. Katika maelezo yake, Peter Kibatala amesema amelazimika kuweka mahususi kwa mujibu wa maombi namba 5 kufuatia taarifa za awali zilizopata kutoka kwa ndugu wa Humphrey Polepole akiwemo Godfrey na Agustino Polepole, ambao taarifa zao za madai yao yamenena kwamba mitandao mbalimbali ya kijamii na vyombo vya habari vimesikika. Baada ya majibizano kadhaa kisheria na maombi yaliyowasilishwa pande zote mbili, Jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu Salima Magimbi ameyasikiliza kesi hiyo. Imeahirishwa kwa muda wa saa 8 mchana ambapo atatoa uamuzi kuhusiana na maombi yaliyotolewa. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye kesi ya maombi ya dharura yenye nambari 24511 ya mwaka 2025 yaliyofunguliwa na wakili Peter Kibatala dhidi ya mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP na wenzake wanne imesikilizwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam, ambapo kesi hiyo imekuja kufuatia madai ya kutekwa kwa mwanasiasa Humphrey Polepole. Na hatimaye Israeli yakubali mpango kusitisha mapigano Gaza. Serikali ya Israeli imeidhinisha mpango wa kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza ulioratibiwa na Marekani, hatua ambayo inatarajiwa kuanza kutekelezwa mara moja, japo bado haijafahamika wazi ikiwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ameagiza jeshi kusitisha mashambulizi au la. Taarifa hii ya mapema imeeleza kuwa Marekani imetangaza kutuma wanajeshi 200 kwenda Mashariki ya Kati ili kufuatilia utekelezaji wa makubaliano hayo kwa kushirikiana na wanajeshi kutoka Misri na Katari, Uturuki na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Kipindi cha awamu ya kwanza makubaliano hayo unahusisha kuachiliwa kwa mateka wote, kuondolewa kwa wanajeshi wa Israeli hadi eneo lililokubaliwa, pamoja na kuachiliwa kwa baadhi ya wafungwa wa Kipalestina, ambapo hapa sasa kundi la Hamas limesitisha kuwa lazima kutolewa tamko la rasmi la kumaliza kwa vita kabla kuanza kwa mchakato wa kuachia mateka. Taarifa kutoka huko Israeli. Hatimaye serikali ya Israeli imeidhinisha mpango wa kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza ulioratibiwa na Marekani, hatua ambayo inatarajiwa kuanza kutekelezwa mara moja, japo bado haijafahamika wazi ikiwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu
ameagiza jeshi kusitisha mashambulizi haula.